Hello, welcome back. Today tena kuonyesha namna ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Real. Video ya nyuma ilionyesha namna ya kufungua demo account na namna ya kulogin kwenye MT5. Sasa kwenye hii video tena kuonyesha namna ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Real kwa ajili ya kufanya real trading. Kama kawaida lazima utalogin kwenye dashboard yako. Ukisha login kwenye dashboard yako utakuja kwenye hii page yako ambayo inakuonyesha account zako. Kwa hiyo utaenda kwenye sehemu ya Real account. Kama huna Real account unaweza kufungua account kutokea hapa. Kwa hiyo uta open account kama una Real account, afu utafuata zile procedures za mwanzo kwenye video ya kwanza ile nilizoonyesha namna ya kufungua Real account. Lakini kwa sababu tayari tutakuwa na Real account, tutaenda moja kwa moja kwenye kudeposit. Sasa kitu cha kuzingatia wakati wa kudeposit ni njia utakayotumia kudeposit. Njia rahisi kwa Tanzania ni njia ya mobile money, ambapo hapo unaweza kutumia Tigo Pesa, Airtel Money au M-Pesa. Lakini kuna njia nyingine ya kadi kama Visa card, unaweza kutumia Visa card. Lakini pia kuna njia hii ya crypto ambayo tutajifunza baadaye. Lakini kwa sasa hivi tutatumia hii njia ya mobile money. Select mobile money. Kisha select mobile money, utaweka kiasi cha chini kabisa ni 24,494. Kwa mimi hapa nitaweka 24,500 ambayo ni sawa na $10. Itaendelea. Hapa sasa kingine cha kuzingatia ni namba yako ya simu. Kwenye kipindi unafanya registration pale ulijaza namba ya simu, kwa hiyo ndo namba ya simu ndo ambayo itakuwa inatumika kwa ajili ya kuweka pesa kwenye akaunti yako. Kwa kama ni ya Voda utaselect Vodafone kwa maana ya M-Pesa. Kama ni Airtel utaselect Airtel Money, kama ni Tigo utaselect Tigo. Then kuanzia hapo page itakayofuata itakwambia confirm. Utaconfirm. Ukisha confirm utasubiria sekunde chache. Kuna pop-up itatokea kwenye simu yako kwa ajili ya kufanya malipo. Kwa hiyo ikishatokea utaingiza namba yako ya simu, namba yako ya siri, then utaconfirm. Kwa hiyo ukishakuwa umeconfirm kwenye namba yako ya simu kukamilisha muamala huo wa M-Pesa au mobile money, utakuja hapo utabonyeza continue, then utasubiria kwa sekunde kadhaa. Ukitaka kuview utaenda hapa kwenye history, itakuonesha muamala wako uko kwenye stage gani, kama ni processing, kama utakuwa processed itakuonesha hapa. Kwa hapo utasubiri kwa sekunde kadhaa au dakika kadhaa, maana inachukua dakika kadhaa tu ku display kwenye account yako hapa. Kitu cha kuzingatia, kama haujaweka namba ya simu, utakuja hapa kwenye profile. Hapa juu kwenye profile, afu utaenda sehemu ya setting. Sehemu ya setting utakuja hapa kwenye security. Kwenye security hapa utaona hii hapa two step security. Sasa hii two step security unaweza kuweka namba yako ya simu. Kwa hiyo hapa kwa upande wangu mimi natumia authenticator app, lakini wewe unaweza kutumia namba ya simu. Kama unavyoona hapa kuna namba yangu ya simu ambayo nimetumia kwa ajili ya kufanya deposit. Kwa upande wako inaweza ikawa namba yako ya simu. Kwa hiyo utaselect namba ya simu, then uta proceed,
utatumiwa kodi ambazo zitakufanya uconfirm hii njia ambayo itatumika kama namba yako. Hiyo itakuja kutumika kwenye sehemu wakati wa kuweka pesa kwenye account. As you can see, nikirudi hapa kwenye account, tayari pesa imeshaingia kwenye account. Kwa hiyo nipo tayari kwa ajili ya kutrade. Kwa the next thing utakachofanya kama kawaida, utakuja hapa kwenye account information, utachukua hizo information zako, utaenda login kwenye MT5 yako. Au unaweza ukatumia hii hapa Exness terminal kwa ajili ya kutrade, kwa sababu inatumika kama trading platform kutoka kwa broker mwenyewe. Kwa hiyo ukibonyeza hapa itakupeleka moja kwa moja kwenye trading terminal ambayo unatumia kufanyia trading. As you can see, kama unavyoona hapa, hii ni balance yangu. Account zangu ndo hizi. Hii ndo ile account ni low deposit, na hizi ndo demo account ambazo nilifungua kwenye video ile ya kwanza. Kwa kama hivyo. Thanks for watching. See you on the next video. Subscribe, like and share.